Naam, bwana, katika show mojawapo ya Diamond kule Uingereza kuna hili tukio la meet and greet. Nadhani nilishazungumza siku ya jana, lakini kuna mengine ambayo yameibuka hivi karibuni. Kwa hiyo lazima ni address ili mradi tu kuhakikisha kwamba mtazamaji wangu hapa Trend TV unapata kilicho bora zaidi na unaelewa kila kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kuhusiana na hawa celebrity mastaa hapa Tanzania. Bwana, kilichotokea kule katika meet and greet ni hii issue ambayo Diamond baada ya kuperform bwana aliamua kuwapa nafasi mashabiki zake walipie kiasi cha fedha cha euro 55 ambao ni sawa na 1,165,000. Umeona za Kitanzania kwa ajili tu ya kuonana naye, kupiga naye picha, yani kumsalimia na kupiga picha. Unalipia euro 55 ambao ni sawa na 1,165,000. Umeona? Sasa basi kuna wadada wengi tu walijitokeza, umeona, kwa ajili ya kufanya hivyo. Na of course watu wamepiga naye picha pale, lakini kuna bidada mmoja bwana alikuwa analeta kumjua sana Diamond, alikuwa anajifanya anaongea naye sana. Sasa Salamu SK akiwa kama meneja wa Diamond akaja akamtimua yule dada. Kwa hiyo kukawa kuna kamzozo fulani hivi kaliibuka pale katika hiyo moment ya meet and greet, ambapo Salamu SK akaja akamtimua yule binti. Huu ni mzozo ambao ulitokea kipindi ambacho huyu dada wakati amengangania kukaa pale na Diamond, lakini Diamond alikuwa na ratiba nyingine. Kuna wadada wengine nao pia walikuwa wanataka kupiga naye picha. Huyu dada alivongangana, Salamu SK kama meneja akaja akamtimua. Sasa basi kilichotokea ni kwamba sasa hivi huko mtandaoni bwana, hiyo clip ina trend na watu wamekuwa wamefurahishwa sana na kile ambacho Salamu amekifanya. Wamesema kwamba huyu ndo meneja, yuko kazini. Ukiwa meneja sio tu kwamba unatakiwa umbebee mabegi msanii, unatakiwa usimamie mikakati yote ya msanii wako, kila kitu ambacho kinachomzunguka muda wote ambao mpo kazini. So kitu ambacho amekifanya Salamu SK bwana ni kwamba watu wengi sana wamekisifia, na mpaka wakina Eliud nao pia wametumia ile video kutengenezea clip fulani hivi za kuchekesha watu mtandaoni. Hebu sikiliza hapa Eliud alichokifanya. Yani Shemla Simba, mimi na Zuu tulikuwa tunalala hosteli moja. Wewe yani ukimtajia tu Momo, Instagram natumia Momo, ila anaitwa Morin. Wewe hebu inuka uende. Na shemeji naongea na nani na Shemla, msikilize tu Salamu. Haujui, msikilize Salamu, wewe nenda tonge. Hebu sikio bana, hebu toka. Asa kibaki kwa kibaki gauni hicho, hebu toka bana. Na nyewe wengine inuka. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na huyo alikuwa ni Eliud, akawa ameingizia sauti lile tukio ambalo limetokea wakati huyu binti anafukuzwa na Salamu SK pale. Sasa wadau mbalimbali nao pia wamekuja kuzungumza ya kwao kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Kwa mfano Haja the Incredible amekuja ameandika kwamba anaandika Dr. Upupu, mtangazaji Bongo FM. Huyu ni Haja the Incredible, ambapo yeye ameandika kwamba bwana, funzo la kujifunza kupitia hii video ni kwamba video hii kwangu kama mchambuzi inazungumza mambo makuu mawili. Moja, kwa meneja, kutambua nafasi yako na msimamo wako wa kazi. Haijalishi kama tajiri atanuna au atafurahi. Mbili, kwa msanii, nidhamu na kutii maelekezo ya kiongozi wako. Haijalishi ukubwa na pesa ulionayo, kwa kiongozi wewe ni mdogo tu. Umeelewa? Haja amekuja kuelezea hivyo kwamba meneja amesimama kwenye misingi yake, lakini pia Diamond naye pia amesimama kwenye misingi yake kama msanii. Kwa sababu iwapo kama Diamond anamheshimu Salamu, japokuwa amemzidi fedha, umaarufu na vitu vingine, lakini ni meneja wake, lazima amheshimu na aheshimu maamuzi ambayo Salamu anayafanya. Kutokana na kwamba pale Diamond alikuwa na uwezo wa kumngangania wa kumzuia Salamu mwache ubinti nazungumza naye, lakini kwa vile Salamu ni meneja na heshima ipo, na wapale wako kazini, sio washikaji pale. Kwa hiyo Salamu kama ameamua huyu binti atoke, Diamond ametulia, akamwambia binti wewe sepa tu, kama meneja akasema usepe sepa. Kwa hiyo binti akasepa, kutokana na kwamba wote lao moja, Diamond na Salamu wote lao moja, wako kazini. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri cha watu wengine kujifunza pia. So Haja hapa akaendelea kusema kwamba moja, nadhani kwamba kwa Tanzania hapa ukimtoa Salamu SK kwa sasa hivi hakuna meneja mwingine mwenye sauti ya mamlaka na msimamo imara ya kikazi zaidi yake. Meneja wengi sana hapa Bongo bwana, kazi yao ni kubeba mabegi ya nguo ya wasanii wao tu, kutafuta chipsi kuku kwa Mpemba, kupokea mademo getini na kupewa control number ya kulipa bills club. Na kama haitoshi, wanasindikizwa
na wanasindikizwa na kufokewa kama watoto wadogo. Hii sijasimulia, nimeshuhudia. I'm sure kwamba misimamo hii ndio inafanya Mendes adumu na kuheshimika kazini licha ya umamba wote wa Diamond, lakini anatazama namna hapa namna Salamu SK alivyoact kama kiongozi ambaye hacheki na kima yeyote. Sijasikia kilichoongelewa hapo, lakini maelezo ya picha yanaonyesha kuna jambo lilikuwa linaendelea halikuwa sawa. Hii iwe funzo kwa mameneja wengine. 2. Funzo la nidhamu kwa msanii. Diamond alikuwa ana uwezo wa kurusha maneno na kumpandishia meneja kama wasanii wengine wanavyofanyaga kwa mameneja wao. Kama huwa inatokea, basi hatujawahi kuona. Chambuzi, nitasema nilichokiona hapa. Simba anatoa elimu ya kuheshimu kiongozi wako uliyemwamini kuwa atakusimamia. Haijalishi unamzidi ustaa, pesa au kila kitu. Linapokuja suala la kiongozi, unasikiliza kwanza. Kama haukuridhishwa na lolote, utalizungumza baadaye huko nyumbani. Ameandika hivyo Haja the Incredible, which hii yote alichokizungumza hapa Haja, zote hizi ni point. Yani haya yote mawe, yani haya yote ni madongo, yani hajaongea pumba hata moja. Bwana meneja Salamu SK bwana amekuwa akimfokea Diamond wapo kama akiona Diamond anafanya vitu havieleweki, na Diamond anakuwa mpole kwa sababu ni meneja. Japokuwa Diamond ana pesa kuliko Salamu. Diamond anaweza kutafuta mtu mwingine akamwajiri kama meneja. Yani Diamond anamlipa Salamu. So unaelewa Yani Diamond anamlipa Salamu in one way or another. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba Salamu anaingiza pesa kutokana na Diamond. Diamond akiamua atulie, Salamu aingizi pesa kwa kupitia industry au kupitia talent ambayo Diamond yuko nayo au kupitia career ya Diamond. So still pamoja na hayo, lakini kila mtu amesimama kwenye nafasi yake. Kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba Diamond bwana akifanya vitu havieleweki, Salamu anamuelekeza, anafanya maamuzi, na Diamond anasimama umo kwenye maamuzi ya Salamu SK. Na hiki ndio kitu ambacho kinafanya hawa watu wanafanya vizuri na wanazidi kwenda mbele, kwa sababu si wenyewe tushai kuona kuna sehemu tuliendaga bwana, tukakuta kulikuwa kuna show ya msanii alitakiwa perform saa 4 usiku, lakini mwisho wa siku ule msanii alifika saa 11 alfajiri, na meneja wake tulikuwepo naye pale kuanzia saa 4 tukakaa naye mpaka saa 11 alfajiri ndio msanii amekuja kuperform. Meneja amekaa pale tunaliwa naye mbo. Lakini angekuwa Salamu angeshatukana mtu, angepiga simu angemtukana mtu, njoo upesi, fanya haraka, tulikubaliana muda fulani, umenikalisha hapa, unaelewa. Kwa meneja lazima awe na power hiyo ya kumcontrol msanii wake, kwa sababu ndo kazi yake. Lakini meneja wengine wapole kwa wasanii wao, wapo tu kama vibaraka. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.